Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo, nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho haya kwa muda mrefu, hata wewe ambaye pengine ndiyo mara yako ya kwanza unasikia mafundisho haya, Mungu akubariki sana kwa moyo huo, kwa kuwa umetenga muda wako ama umekuwa ukitenga muda wako kwa ajili ya kufuatilia mafundisho ambayo tunafundisha kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, pamoja na kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Mungu akubariki. Basi siku ya leo nimekuja na somo lisemalo huruma ya Mungu juu yako wewe uliyekata tamaa. Ni somo ambalo linahusu huruma ya Mungu. Leo nataka niwaguse zaidi wale ambao wamekata tamaa, wale ambao wanahisi kwa matendo aliyoyatenda basi hakuna tena namna, hakuna namna ya kufanya, hakuna msamaha wa dhambi, hawana cha kufanya, hawana cha kupoteza, ni bora wakaishi maisha ambayo wao wanayaona kwa mfumo wao ama kwa mtazamo wao. Wapo watu wamekata tamaa kabisa. Wapo watu sasa wanatenda dhambi kiasi kwamba wanaona kwamba nimeshatenda dhambi nyingi wala sina cha kupoteza. Yaani anaona hukumu yake ni kubwa sana. Wewe ambaye unaona hukumu yako ni kubwa, wewe ambaye umetengwa na familia, umetengwa na ndugu, umetengwa na jamaa, umetengwa na marafiki, wewe umetengwa na kila mtu, yaani imefika hatua hauoni umuhimu wa marafiki tena, hauoni umuhimu wa mtu yoyote, hauoni umuhimu katika maisha yako. Inafika hatua unasema bora nife. Nisikilize, nasema huruma ya Mungu juu yako wewe uliyekata tamaa. Mungu anakutafuta, Mungu anakuhitaji, Mungu anataka kusema na wewe. Kuna jambo leo Bwana wa jeshi anataka kusema na wewe. Tenga muda usikiliza, jipe muda, jipe moyo. Yesu yupo kwa ajili yako. Yesu anakuhitaji, Yesu anakuhitaji. Nasema tena na wewe, Yesu anakuhitaji. Wakati wewe umejikatia tamaa, Mungu anakusubiri urudi mahali pako ili aweze kukutumia, aweze kukutuma ukawe shuhuda kwa watu wengine ambao walidhani ya kwamba wewe hauwezi tena, hauwezi kuamka tena, hauwezi kuinuka tena. Nisikilize nikwambie, yupo mmoja peke yake awezaye kumuinua yeyote yule ambaye anahisi kwamba ameanguka. Yupo mmoja peke yake ambaye anatazama anguko lako na anatafuta namna ya kukusaidia, na anayo namna ya kukusaidia. Anakutafuta pale ulipo, lakini wewe haujaisikia sauti yake, wewe haujaona uso wake, wewe bado hujafikiwa na nguvu ya Mungu. Leo hii hili neno ni kwa ajili yako. Popote ulipo, haijalishi uko hospitali umeumwa miaka mingi, haijalishi uko mahali ambapo ulishajikatia tamaa ukasema nataka kuishi peke yangu, lakini kwa bahati iliyo njema neno hilo limekufikia. Ni wewe ambaye Mungu anakwenda kukutafuta, ni wewe ambaye Mungu ana haja na wewe, ni wewe uliyekata tamaa kwa namna yote ile. Una magonjwa ambayo unahisi hautaweza kupona, yaani umejikatia tamaa kwa hali ulionayo, ukasema mimi ni basi, mimi ni wa kusubiri kufa, mimi si wa thamani tena, mimi si wa kitu chochote tena. Nataka kusema na wewe, nataka kuzungumza na wewe. Neno la leo, somo la leo ni kwa ajili yako mpendwa. Mungu anakutafuta, Mungu anakutafuta. Wewe ambaye familia yako imekutenga, wewe ambaye ndugu zako, familia pamoja na marafiki, hauna jamaa, kazi imekutenga, hawakuthamini tena, wanakuona ufai, labda kwa sababu ya maisha yako, labda kwa sababu ya ugonjwa wako, labda kwa sababu ya changamoto ulizonazo, afya ya akili na changamoto nyingine zozote ulizonazo. Bwana anasema neno moja, ana haja na wewe, ana haja na wewe. Haijalishi wamesema haufai, wamesema kwamba wewe kwa hadhi ulionayo usichangamane nao tena, wanasema wewe kwa kabila lako hakutaki, wanasema wewe
kwa jinsi ulivyo, hawakutaki tena. Wamesema wewe haufai kabisa, wamesema hawezi kuongea na wewe, hawakuruhusu tena. Ulikuwa pamoja nao, wamekutenga, wamekuweka mbali. Yuko Bwana Yesu anasema neno moja, anakuhitaji, anakuita wewe, anakuambia sikiliza, somo la leo linakuhusu. Oh, haleluya! Jipe moyo, jipe moyo, jipe moyo, jipe moyo mara usikiapo somo hili. Kama kuna mtu unamfahamu amekata tamaa, ninakusihi wewe usikiae somo hili, mpelekee simu yako, mpelekee kifaa chako, mpelekee redio yako, pengine yamkini umedownload, unayo masomo haya, unaweza kuyasikiliza. Nenda kamsikilizishe, mwambie Bwana anamuhitaji, Bwana anamuhitaji, Bwana anamuhitaji. Bwana anayo maji anataka kukupa, anayo maji anayotaka kukupa. Usione kiu tena, usiteseke tena, usione tabu tena. Yuko Bwana wa majeshi, yuko Bwana wa majeshi, anakuhitaji, anakuhitaji. Somo hili tunakwenda kulisoma kupitia mwinjili Yohane, mwinjili Yohane sura ya 4 aya ya 5 hadi ya 7, na nitarukaruka, kuna aya tofauti hapo nitakuwa naziruka mpaka aya ya 42. Mwinjili Yohane anataka kusema na wewe kwa ajili ya hali yako ya kiroho. Umekata tamaa, umeona kwamba mambo hayaendi, lakini Mungu anasema yeye ndiye muunganishaji wa kila kitu. Yeye ndiye ambaye hakuna kitu ambacho kinamshinda. Yeye ndiye anakutafuta wewe ambaye umekata tamaa, ili asemezane na wewe. Haleluya! Fungua Biblia yako, fungua Biblia yako kama uko karibu na Biblia yako, lakini kama haupo karibu na Biblia yako, basi utaandika. Tunakwenda kusoma kwa habari ya kitabu cha Yohane, mwinjili Yohane sura ya 4. Sura ya 4 utaisoma yote mpaka mwisho. Utaelewa ni kwa jinsi gani Yesu amewatafuta watu ambao walikuwa wametengwa, watu ambao wanaonekana wana dhambi zimekithiri, wamekuwa makahaba, wanaume wasiokuwa na idadi, wamekuwa ni watu wazinzi, wamekuwa ni watu wezi, wamekuwa ni majambazi. Mungu anakuita wewe, usijikatie tamaa, isifikie hatua ya kuona ni bora ukaendelea na kazi yako kwa sababu ya uovu ambao umeutenda kwa miaka mingi. No. Bwana anasema anakuhitaji, Mungu anasema anakuhitaji, na hili somo linakuhusu wewe. Sikiliza Bwana majeshi alivyokuwa anasemezana yule mwanamke Msamaria. Mwanamke Msamaria akiwa amekwenda kuchota maji pale kisimani. Yesu alikwenda pale sio kwa bahati mbaya, alikwenda kwa kusudi la yule mwanamke, ili Mungu akapate kutukuzwa kupitia yule mwanamke. Yule mwanamke alikuwa ni mdhambi kweli kweli, na ndio maana Yesu kuna mahali alikuwa anamuuliza maswali ili aje aseme mwenyewe jinsi gani, maisha gani anayoishi, ili Mungu amwambie kwamba hiyo mambo ilikuwa ni zamani, hayo mambo yalikuwa ni zamani. Mimi ndiye Yesu, mimi ndiye Kristo. Kumbuka Yesu alikuwa anajitambulisha mara chache sana yeye ni nani. Hata wanafunzi wake alijitambulisha mara chache sana, wakamtambua kwamba yeye ndiye Yesu Kristo. Tena baada ya kufunuliwa, ilikuwa ni vigumu sana Mungu Yesu mwenyewe kusema kwamba yeye ndiye Kristo, ilikuwa ni vigumu sana. Lakini kwa mwanamke huyu ni moja kati ya sehemu ambayo Yesu mwenyewe aliweza kujifunua. Tusome aya ngapi? Tuanze na aya 5. Aya 5 inasema, basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Yesu amekwenda katika mji wa Samaria ambapo palikuwa panaitwa Sikari. Akaenda katika ile shamba la Yakobo, mahali ambapo Yakobo alichimba kile kisima ambacho walikitegemea wale ndugu na jamaa wote, kisima cha Yakobo, na walikisifu sana na walikiheshimu sana kile kisima cha Yakobo. Na Yesu alienda pale pale ikiwa ni majira yapatayo kama kwenye saa 6 za mchana hivi, akiwa na wanafunzi wake. Alienda pale, baadaye wanafunzi wakaenda mjini kujitafutia chakula. Lakini Yesu hakwenda kwenye kile kisima kwa bahati mbaya. Yesu alienda katika kile kisima kwa kusudi maalum, kwa kusudi maalum. Na hivyo leo hii somo hili limekuja kwako sio kwa bahati mbaya. Somo hili ni sawasawa na kile kisima cha Yakobo ambapo Yesu alienda kukaa. Leo hii na wewe ni sawasawa na wale ambao wanakwenda kuchota maji katika kile kisima cha Yakobo, alafu anakutana na Yesu. Kwa somo hili unakwenda kukutana na Yesu. Nini kilitokea baada ya hapo? Nasema kwenye aya 7,
Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Tunapozungumza kwa habari za mwanamke Msamaria, sasa wewe usiseme mwanamke Msamaria, sema wewe ndiyo Msamaria, iwe mwanamke iwe mwanaume, beba uhusika. Yesu amekaa kwenye kisima, alafu wewe unakwenda kuchota maji ama unakwenda kuteka maji, iwe mwanamke iwe mwanaume, uwe baba uwe kaka uwe dada yeyote, yani ashumu kwamba wewe, yani weka tu mfano kwamba wewe ndio umekwenda kuchota maji kwenye kisima cha Yakobo, alafu umekutana na Yesu. Yesu anakuambia nipe maji ninywe. Yesu alipokuwa amesema nipe maji ninywe, alikuwa anataka kuzungumza na yule mwanamke, alitafuta sababu ya kuzungumza na yule mwanamke. Ndio maana mpaka tunasoma katika andiko hili kwenye aya ya 4, hakuna mahali pamesema Yesu alikunywa yale maji. Hatujui kama alikunywa au la, lakini hakuna mahali panasema kwamba Yesu alikunywa yale maji. Na baadaye Yesu anamwambia huyu mwanamke ya kwamba mimi ndio maji. Sasa inakuwaje? Yesu anasema nipe maji ninywe, alafu anasema yeye ndio maji. Maana yake ni kwamba anazungumza na mwanamke Msamaria, anayo sababu. Na somo hili Yesu anazungumza na wewe, maana yake anayo sababu. Kwenye aya 9 tuendelee mbele kidogo. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Hapa ndipo kwenye msingi kabisa wa somo lenyewe. Leo unajiuliza imekuwaje mtu amekuletea hii taarifa? Imekuwaje Yesu anakutafuta? Imekuwaje we ni mdhambi Yesu anakutafuta? Imekuwaje kuna mtu auelewani naye amekuletea somo ulisikilize, anataka uelewe kwa habari hii? Imekuwaje? Pengine na wewe unajiuliza imekuwaje? Swali hilo unaweza kujiuliza usipate majibu, lakini sababu ya msingi ni kwa sababu Yesu anakutafuta wewe. Ndio maana amekuja mpaka pale mahali ambapo unakwenda kuchota maji. Unachota maji, kuchota maji ni mahitaji yako ya kila siku, maana maji yanachotwa kila siku ama maji yanatumiwa kila siku. Kwa hiyo maji inaweza kuwa ni hali yako ya kiroho. Unaweza kuwa na maji au ukawa na kiu, yote yanawezekana. Maji yakiwa ndani kwako utayatumia kila siku, lakini haitoshelezi, utaendelea kuyafungulia tu, utaendelea kuyafungulia. Kwa hiyo kwa kuwa hawa walikuwa wanachota maji kwenye kisima, maana yake ni kwamba walikuwa wanachota maji mara kwa mara. Kama walikuwa wanajaza kwenye vifaa vyao, maana yake yalikuwa kipungua ama yakiisha, wanakuja tena kuchota maji. Ama hawana maji kabisa. Kwa inawezekana wewe ambaye umekata tamaa, hauna maji, una kiu, yani una kiu, umepungukiwa, labda hauna chakula, hauna mavazi, maisha yako yamekuwa duni, umepungukiwa, yani una kiu kubwa ya maisha mazuri, una kiu kubwa ya kupata afya, una kiu ya kupata elimu, una kiu ya kupata ndoa, una kiu ya kupata mtoto, una kiu, umepungukiwa. Yesu anakwambia nipe maji ninywe. Lakini hii ni tafsiri tu, hamaanishi anataka maji. Yesu anataka kusema na wewe. Wewe unamwambia kwamba imekuwaje leo tunachangamana? Imekuwaje Myahudi akachangamana na Msamaria, kitu ambacho hakiwezekani na wala hakikuwahi kuwezekana. Ndio maana leo Yesu anakutafuta yeye mwenyewe, kwa sababu wewe unahisi dhambi zako zimekufunga, dhambi zako zimekuweka kwenye boksi. Unaona kama dhambi zako zimekufanya Yesu yani asikutafute tena, Yesu akae mbali na wewe. Lakini leo hii Yesu yuko barazani kwako, Yesu yuko ndani ya nyumba yako, Yesu yuko chumbani kwako. Yesu amekufikia, anasema yeye ndiye maji. Japo amekuambia umpe maji, hapana, mueleze shida zako, mueleze shida zako leo kupitia somo hili. Mwanamke Msamaria anashangaa kwa nini tunachangamana na Wayahudi. Yesu anavunja huo mwiko. Kwa hiyo leo kupitia somo hili Bwana wa majeshi anakwenda kuvunja umwiko. Hao waliokukataa watakukubali, hao waliokuona ufaa watakuona unafaa. Pale ulipokuwa una kiu kupata mtoto utampata leo, ulipokuwa una kiu kwenda shule kupata elimu utaipata leo. Kama wewe hauna wazazi, leo utawapata wazazi. Hata kama wako kutangulia mbele zake, utapata wazazi wengine wa kukutunza katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu anasema anakuja kukuletea maji. Eleza shida zako siku ya leo. Bwana wa majeshi anataka kusema na wewe kwa habari ya kukata kiu yako, kwa habari ya kutaka wewe urudi katika hali yako ya zamani, uweze kumtumikia na kumtumainia Bwana wa majeshi, kwa maana alikuumba ili muabudu. Kwa sababu matatizo mbalimbali ukaingia kwenye shida. Neno la Mungu linaendelea kusema katika aya ya 13. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Aya 13,
Anamwambia kila anywe maji haya ataona kiu tena, kwa sababu yule mwanamke alikuwa anamwambia sisi ndio wenye maji haya, wewe hauwezi kuwa na maji haya kwa sababu hauna la kutekea. Kumbe Yesu anasema mimi ndiye maji ya uzima. Ungalijua ulikuwa unaongea na nani? Yesu anasema hapa, kuna aya nimeiruka, labda nikusomee kidogo. Aya ya 10, ngoja nikusomee aya ya 10. Inasema hivi, Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, una kitu cha kutekea na kisima hiki ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki? Unasikiliza? Naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake. Huyu mwanamke Msamaria anajaribu kujieleza kwa Yesu kwamba Yakobo ndiye mkubwa, Yakobo ndiye tunayemtegemea. Inawezekana na wewe pia kuna vitu ulikuwa unavitegemea vikapotea. Kuna watu ulikuwa unawategemea kwamba ndio walikuwa kila kitu kwenye maisha yako, hawapo tena. Yamkini wewe unavyo vitu lakini una kiu, yani una kiu ya Mungu ndani yake, kwa maana vitu ulivyo navyo havikutoshelezi. Ulikuwa na mali, mlikuwa na mali, lakini bado ukaingia kwenye ukahaba, ukaingia kwenye uzinzi, ukaingia kwenye wizi na vitu ulikuwa navyo. Lakini Yesu anasema mimi nikikupa maji, yani Mungu akikupa hitaji lako wewe, hautaona kiu tena. Yani ile neema ya Mungu ikikujiria, hautaona kiu tena. Hautaona kiu ya kuwa mwizi tena. Hautaona kiu ya kwenda kufanya ukahaba. Hautaona kiu tena ya kufanya dhambi. Yesu anasema ukisikia neno lake, ukisikia ile neema imekuingia ndani yako, maana yake utafuata lilo la Kristo na mengine yote kwako hayatakuwa na maana, bali neno la Mungu lililo hai. Oh, haleluya. Ndio maana nimesema Yesu anakutafuta wewe. Pengine umepungukiwa, una kiu au una uhitaji, au umekata tamaa, ama watu wamekutenga, kama mwanamke huyo ambaye alikuwa ametengwa, lakini Yesu alimpa nafasi ya kuweza kuzungumza naye. Yesu alimpa nafasi ya kuweza kusemezana naye. Mwanamke anashangaa, Wayahudi na Wasamaria tangu lini wakachangamana? Lakini Yesu anamwambia hapana, sisi leo tunazungumza pamoja. Yesu anaonyesha ishara ya kutaka kuongea na nani? Na Msamaria. Ingawaje wa Samaria ni watu walionekana na matatizo mbele ya Wayahudi. Wayahudi kama walikuwa wanaona wao ndio kila kitu. Kwa hiyo Yesu anavunja umi kwamba hapana, wa Samaria nitakaa nao na nitazungumza nao. Msamaria, pengine wewe ni Msamaria ambao unaonekana kwamba haufai kwenye mtaa wako, haufai kwenye jamii yako, haufai mahali ulipo. Watu wanakudharau, watu wanakupuuzia. Yamkini kwa sababu matatizo, changamoto ulizonazo, watu wanakuona haufai. Lakini Yesu anasema yeye anakuona unafaa na anazungumza na mwanamke Msamaria. Kwa hiyo ndio maana kwenye aya ya 13 Yesu akajibu akamwambia, kila anywae maji haya ataona kiu tena. Kila anayechota maji kwenye kisima cha Yakobo ataona kiu. Hata kama unazo mali lakini bado unatafuta mali na bado unafanya pengine dhambi kupitia wizi, kupitia ukahaba, kupitia uasherati ili upate mali, na unaua watu na vitu vingine vingi unafanya visivyofaa. Mungu anasema njoo kwangu, nitakupa maji, nitakupa mali ambazo hazihamishiki, nitakupa mali ambazo haziwezi kuisha, nitakupa mali ambazo nikikupa hizo hautohitaji zingine. Wewe usiye na kitu chochote unakwenda kwenye kisima kutafuta maji. Pengine kama yule mwanamke Msamaria alivyomwambia Yesu kwamba hana kamba, hana cha kutekea na kisima kirefu. Yamkini unahitaji mahitaji fulani, hauna namna, hauna mtu wa kukusaidia. Ndio maana halisi ya kuwa na kamba na tekeo. Kisima kipo, mahitaji yanapatikana ndani ya kisima, maji hapo kwenye kisima, lakini wewe hauna la kutekea. Labda sio la kutekea tu, pengine haujui hata hicho kisima kiko wapi, haujui mahitaji yako unaweza ukapata wapi. Kila siku unalala njaa, umeshatengwa, umeshafukuzwa, uko barabarani tu na tangatanga, umekuwa kama chokora, umekuwa kama ombaomba tu, usiokuwa na mji, usiokuwa na sehemu pa kujipumzisha. Leo unalala hapa, kesho kule, hauna chochote na haujui vinapatikana wapi. Yesu anasema mimi ninacho unachokihitaji. Ndicho mwanamke Msamaria anachoambiwa. Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, wewe unalo tekeo, wewe unachota maji, lakini maji hayo hayakutoshi wala hayakufai. Utachota na utakuja tena utachota na utakuja tena utachota, kwa maana hayatokata kiu. Yesu anasema mimi nikikupa maji hayo unahisi ambayo mimi sina, lakini nikikupa maji hayo ambayo unaona mimi sina, kiu hautaona tena. Uzuri wa mwanamke alikuwa ni msikivu, anajaribu kumdadisi Yesu asimjue kama ni Yesu kwa wakati huo. Anataka kujua huyu ni nani anaweza kuongea kwa kujiamini namna hii, ni bora kuliko baba yetu Yakobo. Ni nani huyu? Na wewe uwe mdadisi wa kusikiliza neno la Mungu. Ninapofundishwa namna hii ujiulize, kwa nini neno limekuja kwangu siku ya leo? Neno hili lina maana gani? Linalo maana kubwa. Linalo maana kubwa. Tutakwenda kumshuhudia Yesu Kristo kwa mafundisho haya.
Aya ya 14 anasema, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchem ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Yesu anakuambia neno lake likiingia kwako, akikufundisha jinsi ya kuishi, akikufundisha jinsi ya kuona uso wa Mungu, hautoona tena hizo changamoto zako. Hautokuwa na kiu ya kuwa mwizi, hautokuwa na kiu ya kufanya uzinzi, hautokuwa na kiu ya kusengenya, hautokuwa na kiu ya kutenda dhambi, hautokuwa na kiu ya kupungukiwa mahitaji katika maisha yako, hautokuwa na kiu tena. Yesu anasema yeye ndiye bingwa wa hicho kiu ambacho unakiona. Yeye ndiye bingwa wa kila kitu ambacho wewe hauna, yeye anasema anacho. Hata kama wewe unahisi unaweza ukipata sehemu nyingine lakini ukashindwa, pengine unaona kama wazazi wako walivyopotea, walivyofariki, walivyouawa, wakapotoka katika mazingira ya kutatanisha, labda ukaibiwa vitu vyako, labda mali zenu zikanyang'anywa, labda na ndugu na jamaa, mkabaki hamna kitu, mnahisi kwamba wale ndio walikuwa kila kitu. Yesu anasema kupitia neno hili, ukisikiliza neno hili, ukaelewa nguvu ya Mungu, ukaelewa Yesu anacho chochote ambacho kimepotea, Yesu anacho, basi wewe Mungu atakurejeshia kila kilichopotea. Yale maisha ambayo ulistahili kuishi katika mpango ambao Mungu alikusudia katika maisha yako, kwenye maisha yako. Upo mpango ambao Mungu alikusudia katika maisha yako. Watu wakapora mpango huo, ukaingia katika kufikia kwenye hali ulionayo. Bwana majeshi anasema hiyo anaweza kuirudisha. Hayo maisha ambayo unaona wewe hayawezekani, Bwana majeshi anasema hapana, yanawezekana kurejea katika maisha yale ambayo Mungu amekusudia. Ndipo anaposema nikikupa maji nilionayo unywe, hautaona kiu milele. Sio tena, anasema hautaona kiu milele. Kwa hiyo haja zako, matatizo yako, changamoto na shida zako zote zinakuwa zimeondoka milele. Oh, haleluya. Aya 15. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Uwe kama huyu mwanamke. Baada ya mwanamke kuhojiana na Yesu kwa muda mrefu, akaona mambo yasiwe mengi. Bwana, unipe maji hayo. Huyu mwanamke alikuwa na imani kwa sababu Yesu amekwenda pale, amejieleza tu, hana chochote. Yeye ndiye mwenye tekio la maji, yeye ndiye mwenye birika la kuwekea maji ama chombo cha kuwekea maji, yeye ndiye alikuwa ana uwezo wa kuchota yale maji. Yesu alikuwa amekaa juu ya kisima akiwa anamueleza haya yote. Mwanamke yule baadaye akaona kwamba haya maneno anayoambia yana ukweli ndani yake. Akamwambia sasa, Yesu, unipe hayo maji. Sio tu asione kiu, bali anasema nisije hapa kuteka. Yaani asiende tena pale kisimani kuteka. Kwa hiyo neno lilimuingia. Yesu baada ya ule mdahalo, Yesu baada ya kusemezana na ule Msamaria, alipoona sasa huyu Msamaria ameanza kunielewa. Kumbuka kama nilivyokuwa nimekuambia, hawa watu walikuwa hawazungumzi kiutamaduni tangu kale. Wayahudi na Wasamaria hawasemeshani. Na katika dunia ya leo, wewe unayesema na wewe ambao Mungu anakuhitaji, huenda kuna watu hausemezani nao. Wao wa ukoo wako, wao marafiki zako, wao jamaa zako, yani hausemezani nao kabisa, kwa sababu walikudharau, kwa sababu walikuona haufai, kwa sababu walikuona hauna kitu. Leo Yesu anakwenda kuvunja hicho kitu. Utakwenda kusemezana nao. Mungu atakupatanisha na adui zako, atakupatanisha na watesi wako, na wale ambao waliokuchukia watakuinua, watakusaidia. Huyo ndiye Bwana majeshi, hashindwi na jambo lolote. Huyu mwanamke Msamaria sasa anaanza kuona neema ya Mungu. Yesu anamwambia Msamaria, baada ya mwanamke Msamaria kuomba apewe hayo maji, Yesu anamwambia kamwite mume wako. Haikuwa haja ya mume wake, alikuwa anataka kusema naye kwa hali yake ya rohoni. Amuoneshe kwamba anasema na wewe sio kwa sababu tu Msamaria, sio kwa sababu tu Msamaria, bali najua na uovu unaofanya. Ninaujua uovu unaofanya. Nataka kukuambia kwa habari za uovu wako. Na Yesu leo anataka kukuambia kwa habari ya dhambi zako, kwamba ninajua. Yesu anajua kwamba hizo dhambi unazotenda anazijua. Anaelewa maisha anayoishi. Anaelewa mfumo wa maisha ambao wewe umeuchagua usiompendeza, na anamwambia yule mwanamke Msamaria dhambi zake. Na hivyo Yesu anataka kusema na wewe kwamba anatambua dhambi zako, lakini anakuhitaji urejee katika nafasi yako. Anakuita. Yesu akamwambia yule mwanamke Msamaria, kamwite mume wako, na yule mwanamke akasema sina mume. Umesema vema, sina mume. Aya 18 sasa anasema, kwa maana umekuwa na wanaume 5, naye ulienee sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Kwa nini Yesu anamwambia mambo haya? Yesu anamwambia kwa habari ya maisha yake ya ndani, ili aendelee kuamini kwamba anasema na nani.
anasema na nani? Anayezungumza pale ana uwezo gani? Ndio maana anajaribu kujinasibu kidogo kidogo, na yule mwanamke akashangaa sana, huyu ni nani ameweza kuyajua maisha yangu ya ndani? Na wewe Yesu anapokuletea somo hili anataka kusema na wewe kwamba anayajua maisha yako, anajua fikira zako, anajua mitazamo yako, anajua changamoto za kiroho unazopitia, na anakufafanulia kama alivyomfafanulia yule mwanamke Msamaria, lakini hakumhukumu. Alimueleza kwamba ninajua, sikuhukumu, ninajua. Na leo hii Yesu anakutafuta wewe. Tangu awali nimesema kwamba Yesu anakutafuta wewe, wala hana haja ya kukuhukumu, bali anakutafuta wewe, aseme na wewe hata juu ya hizo dhambi ulizo nazo. Yesu aangalii, anataka kukuokoa kama alivyomuokoa huyu mwanamke Msamaria. Aya 21, Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Kwa nini Yesu anamwambia mama unisadiki? Kwa maana saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Yesu anamwambia uamini, uamini mama, uamini kwa maana saa inakuja. Kwa hiyo aamini. Na wewe pia Yesu anakuita kwamba uamini, kwa maana wakati unakuja wa kuokolewa kwako, wakati unakuja wa kukombolewa kwako, wakati unakuja wa kumuona mwana wa Adamu katika maisha yako. Ukiamini mafundisho ya namna hii, ukiamini kwamba Bwana Yesu anaweza kutenda, lipo jambo kubwa kabisa ambalo linakwenda kutokea katika maisha yako. Aya 25, yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yu aja Masia aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Aya 26, Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Hiki kitu mwanzoni nimekwambia, Yesu hakuwa na tabia ya kujitambulisha, haukuwa utaratibu wake kujitambulisha yeye ni nani. Kwa hiyo tunao huyu mwanamke alipata neema kubwa sana mpaka Yesu mwenyewe akaamua kujitambulisha kwake. Yesu hakujitambulisha hata kwa wanafunzi wake wenyewe, hakuwahi kujitambulisha kwa wanafunzi wake, bali aliwauliza tu swali kwamba nyinyi mnasema mimi ni nani? Mmoja akapata neema ya Mungu kutoka mbinguni ya kutambua kwamba anayesema ndiye Kristo Yesu. Na yeye ni nani? Ni Petro. Yesu hakujitambulisha kwa wanafunzi wake. Leo tunamuona Yesu anajitambulisha kwa huyu mwanamke Msamaria, kwa maana anavunja kila mzizi, anavunja kila nyororo, anakata kila gereza la utenganisho. Maisha yako wewe anayezungumza na wewe saa hii, uliwekewa gereza, uliwekewa pingu, uliwekewa vigingi, uliwekewa vizingiti vya kila aina. Kuna watu walikuwekea beria, kuna watu walikuwekea vizingiti, kuna watu walikuwekea vigingi. Bwana wa majeshi anasema anavikata, na yeye ndiye Kristo amejitambulisha kwako leo. Elewa kwamba somo hili anayekuletea ni Kristo Yesu mwenyewe kupitia mtumishi wake. Anakwenda kukufungua wewe ambaye umefungwa katika vifungo au kuthaminika, ulizalaurika, ulionekana haufai. Leo Yesu anasema yeye ndiye Kristo. Ameanza kusema leo mwanamke Msamaria mwanzoni kabisa kwa mambo mengi ya kumwambia ni nani. Mwanamke Msamaria alizani tu huyu ni nabii, lakini Yesu anamwambia mimi ndiye Kristo, kwa maana alisema atakuja Kristo. Yamkini leo unafikiri kwamba kuna mtu atakuja kukusaidia katika maisha yako. Kuna mtu ambaye ulitegemea pengine angekuwepo fulani angenisaidia. Yaani kwa hali nilionayo, yani bila fulani, bila ndugu yangu fulani, bila jamaa yangu fulani, kwa hali nilionayo, mimi siwezi kufika mahali. Yesu anakuambia sikiliza, yeye ndiye. Yeye ndiye Kristo ambaye anayo maji ya uzima. Anataka kusema na wewe, anataka kukuokoa wewe, anataka kukuokoa. Huruma yake iko juu yako wewe ambaye umekata tamaa. Wapo watu wengi sana wamekata tamaa na hawana kumwambia chochote, kushauri chochote hakuna. Wanataka hata kujiua, yani hakuna namna, wamekata tamaa kabisa. Leo somo hili likufikie wewe ambaye umekata tamaa kwa namna yoyote ile. Yesu anasema na wewe. Aya 28, basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Na wewe unaweza kuwa mjumbe wa Kristo siku ya leo. Mara upatapo somo hili, mara upatapo kusikia mafundisho haya, ukawe mjumbe wa Kristo na kuwaambia watu, nilisikiliza neno ambalo likanipa faraja. Neno lile kwa hakika lilitoka kwa Kristo Yesu. Neno lile kwa hakika lilikuwa neno litokalo mbinguni, likaniponya maumivu yangu, likaponya changamoto zangu, zikaponya magonjwa yangu, likaponya maisha yangu. Umebadilika, umekuwa mtu mpya, umepona. Leo unaenda kuwashuhudia watu kama huyu mwanamke Msamaria aliyeenda kuwashuhudia.
Alipoenda kuwashuhudia waliamini kidogo na wakateremka kuja kusikia kwa habari za Yesu. Na wewe pia wanaweza wasikuamini sawa sawa, ukawaleta kwenye channel Mikono ya Kristo, kama sikilizeni neno liko mahali hapa, wakalisikiliza na wao wakabarikiwa, wakafunguliwa, maisha yao yakawa ni maisha ambayo yametofautishwa na maisha ya mwanzo kabla kulisikia neno, na wakasema kwamba tunakuamini sasa, sio wewe tu, ni kwa sababu tumelisikia neno, ama ni kwa sababu tumemwona Kristo Yesu. Kumbe wewe ambaye ulikuwa umekata tamaa, Mungu anakusubiri wewe ukawe shuhuda, na wewe unajikatia tamaa. Ndio maana nimekuletea somo, usikate tamaa, usikate tamaa. Yesu anakusubiri wewe uamke, usikilize neno. Anakusubiri wewe uamke, ujae hiyo nguvu ya neema ya kuamini ndani yako, ili upate uponyaji, ili uondokane hiyo hali. Hakuna jambo ambalo haliwezekani kwa Mungu, yote yanawezekana. Na Yesu anakusubiri wewe asemezane na wewe, akuinue. Anakusubiri uamini, akuinue ili apate kukuponya. Oh, haleluya. Sikiliza neno la Mungu leo liko malangoni kwako. Neno la Bwana liko malangoni kwako. Usije ukapuuza, usije ukapuuza. Leo neno liko malangoni kwako kwa ajili ya kukuponya. Mwanamke ameacha mtungi, ameacha kila kitu. Hakukumbuka kama anakata, hakukumbuka kama ana mtungi, akaona hili neno sio la kucheza nalo. Wacha nikawaambie ndugu zangu wa Samaria wengine kwamba Kristo Yesu yupo huku kisimani, kwenye kisima cha Yakobo ndipo Kristo Yesu. Mahali ambapo walitegemea kwamba pana maji ya uzima, wanamkuta Bwana wa maji, Bwana wa uzima amekaa mahali pale. Yesu hakwenda Samaria kwa bahati mbaya, alikwenda kwa ajili ya kuwaponya wa Samaria, kwa sababu walikuwa wachangamani na Wayahudi. Hivyo Yesu hakukuletea somo hili kwa bahati mbaya, amekuletea kwa sababu pengine yamkini umehubiriwa sana au kupata uponyaji. Lakini kupitia somo hili Bwana anasema anakwenda kukufungua. Bwana anasema anakwenda kukutengeneza. Bwana anasema anakwenda kukufanya mpya. Amekutembelea hapo Samaria ulipo, amekutembelea hapo ulipo nyumbani kwako, amekutembelea hapo kazini kwako, amekutembelea huko barabarani na kuombaomba, amekutembelea mahali ambapo umejikatia tamaa. Yamkini umejifungulia tu redio chako unasikiliza, unakutana mafundisho ya namna hii. Yesu amekufuata hapo ulipo, anakuja kukufungua hizo pingu ambazo alikufunga. Umekata tamaa, umepata magonjwa ya mawazo, msongo wa mawazo, pressure, depression za kila aina. Oh, leo hii Yesu anakwenda kukuponya. Ndio mwanamke Msamaria alivyoponywa na dhambi zake zote, lakini Yesu alisemezana naye. Sikiliza, alikuwa na wanaume 5 na yule aliyekuwa naye anaishi naye alikuwa ni wa 6. Ni sasa na kahaba tu, ni sasa na wewe ambao unafanya ukahaba siku ya leo. Una wanaume msululu ambao hata hujui idadi yake. Yesu anasema anakutafuta wewe, ulisikie neno lake, ubadilike ili Mungu apate kukuokoa siku ya leo. Yesu apate kukuokoa siku ya leo. Badilika, anakuhitaji wewe, anakuonea huruma. Huruma ya Mungu imetua juu yako. Usijihukumu tena. Narudia, usijihukumu tena. Kuna watu wamejihukumu kiasi kwamba hawasikila mtu yoyote. Wanaona kwamba sisi tumeshamaliza maisha yetu, liwalo na liwe. Hapana. Yesu anasema sio liwalo na liwe, bali sikiliza sauti yake ili Bwana apate kukuokoa. Aya 39 inasema, na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke. Sikiliza, kuna watu wanakusubiri wewe useme ili waamini. Huyu mwanamke aliyezaraulika akaenda Samaria, akaenda kuambia ndugu zake, wakaanza kumwamini kwa neno lake. Ndio maana wakashuka kuja kumtafuta Yesu, kwenda kumuona Yesu mahali alipo. Wasingemwamini, wasingeteremka kule chini. Kumbe amekuja kukomboa ndugu zake, amekuja kukomboa na familia yake. Na wewe familia yako inaangamia, au ndugu zako wanaangamia, au marafiki zako wanaangamia, wanakusubiri wewe uende ukawape neno, na wewe huku ndio umejikatia tamaa, unataka kujiua. No, usifanye hivyo. Yesu anakusubiri ukawahubirie ili wapate kubadilika kutokana na njia zao potofu ambazo wanazifuata. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Aya 41, watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye mkombozi wa ulimwengu. Kumbe wa Samaria wanasema tumeamini, wala si kwa sababu ya neno lako tu, kwamba tumeamini kwa neno lako, lakini si kwa neno lako tu, kwa sababu pia tumesikia wenyewe kwa masikio. Umeshajiuliza kwamba yule mwanamke Msamaria asingemsikiliza Yesu, wale wa Samaria kule wangeweza kuelewa kwa habari ya wokovu? Si wangeendelea kusema wao na Wayahudi wachangamani, wangeendelea kusema wao ni kitu kingine na Wayahudi ni kitu kingine. Lakini leo Yesu anakuja kusema na wewe, anakuhitaji wewe ukaseme juu ya familia yako, juu ya ukoo wako, juu ya ndugu zako, juu ya jamaa zako. Yesu anataka ukaseme, wewe ukasemezane nao.
Ukisema wewe watakusikia. Huko aliko hali zao ni mbaya, wanaishi maisha ya kipagani. Kumbuka Yesu aliwaambia, nyinyi mnaabudu msichokijua. Yamkini wewe ukienda kuambia kwa habari ya uponyaji wa Yesu watasikiliza. Pengine wanaabudu miungu huko aliko, pengine wanaabudu mizimu, wanaabudu vitu visivyofaa, hawana ibada yoyote, wanaishi wakiwa wapagani. Lakini kumbe wewe neno umelisikia leo, umepata uponyaji, umeinuka imara, Yesu amekutia nguvu, unarudi kwenye familia yako, unakwenda kuwahubiria, nao wanaokoka, kama mwanamke Msamaria alivyoenda kuwahubiria hao ndugu zake. Ijapokuwa walimtenga, walimuona hafai, kama Yesu alivyomwambia. Yesu alimfafanulia tu kwamba una wanaume 5, lakini yule alisema ameniambia mambo yote. Unataka kuniambia yule mwanamke Msamaria, yani dhambi yake ilikuwa ni kuwa na wale wanaume 5 tu? Alikuwa na mambo mengi, na maana Yesu alimwambia mambo mengi, lakini akasema wewe amini tu, wewe amini tu. Na kweli akaamini, wenzake wote wakapona. Wewe unajikatiaje tamaa? Wewe unasemaje kwamba maisha yamefika mwisho? Wewe unasemaje kwamba haiwezekani tena? Wewe unasemaje kwamba yani wewe haufai tena? Hata kama watu wamesema, waliosema ni wao, lakini Yesu Bwana wa majeshi anakuhitaji. Oh, haleluya. Sikiliza neno la Mungu, linakutafuta wewe. Huruma ya Mungu inakutafuta wewe popote ulipo. Usikiapo neno hili, usikiapo mafundisho haya, Yesu Kristo anakutafuta. Usikate tamaa, amka, inuka hapo ulipo. Sikiliza neno la Mungu, chukua hatua, chukua hatua, chukua hatua. Ninakushukuru kwa kuwa umeamua kulisikiliza neno hili na umelimaliza. Mungu akubariki sana. Wewe ambaye unamjua ndugu yako, jamaa yako aliyekata tamaa, wengi watu wa aina hii hata nafasi ya kusikiliza mafundisho huwa hawana. Basi mtumie, mpelekee, msikilizishe, akapate hii nguvu. Huenda akaamka kweli. Mna changamoto, mnahitaji mtu fulani anyanyuke, ziko namba za simu. Piga hapo, tutawasiliana na tutajua namna gani ya kumsaidia mtu aweze kuamka tena, ili akae katika nafasi yake. Ndio, akae katika nafasi yake, kwa sababu kila mmoja wetu Mungu amempa nafasi yake. Ni kwa sababu tu za kibinadamu, ni kwa sababu za maisha ya duniani. Maisha ya dunia hii ni maisha ambayo mengi yake yampendezi Mungu. Watu wameingia kwenye changamoto na misongo ya mawazo na utendaji dhambi usiokuwa wa kawaida umekithiri. Watu wametenda dhambi mpaka wanajikatia tamaa, lakini mimi nakuhakikishia, nakwambia, yupo Yesu anayekuita kupitia somo hili. Hivyo piga simu, tutazungumza. Kuna ushauri, unataka kushauriwa, tutakushauri. Yupo ndugu yako natamani angeokoka, basi tutakwambia namna gani ya kuanza, na Mungu atamsaidia, ataokoka kwa aliko. Huyo ndio Yesu ambaye huruma yake imeshuka kupitia somo hili. Endelea kufuatilia mafundisho yetu pia kupitia channel zetu mbalimbali, mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok, lakini pia pamoja na channel yetu ya Mikono ya Kristo kwenye WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Na Mungu ataendelea kukubariki na kukufunulia yaliyo mema zaidi katika maisha yako. Aendelee kukulinda na kila hatari za mwilini na za rohoni. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mponga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.